Kuna misingi tatu ambao nitaongelea ambao inaojenga ndoa. Unajua misingi ni mengi ambao tunaweza kuyaongelea ambao inaweza kutuma ndoa yako inasimama, lakini nitaongelea vitu tu tatu, na vile vitu vitatu nitege sikio, kwa sababu ninajua kuna kitu ambacho utakipokea kitakachosaidia familia yako. Kitu ya kwanza ni upendo wa kweli. Unajua Paulo anaambia Wakorinto wa kwanza 13 mstari wake wa 4 mpaka 7, upendo wa kweli hauchoki. Ukimpenda yule ambaye iko karibu yako hautamchoka, hata kama unaweza kuona udhaifu wake. Upendo wa kweli unaleta uvumilivu. Upendo wa kweli inaondoa makosa. Mahali ambapo pako upendo hautaona kosa ya mwenzako. Ndio maana ili ujenge ndoa yako, ujenge unyumba wako, unatakiwa kukuwa na upendo wa kweli. Kuna wengine wanaweza kupenda, lakini upendo yao sio ya kweli. Upendo ya kweli ni wakati yenye unakuta mwenzako katika kosa na unakubali kosa yake na unamsamehe ile kosa, kwa sababu ile unaoonesha kwake ni ile ambayo inaonesha kwamba una upendo wa kweli. Lakini wengine wanakuwa wanasema wanapenda wenzao, alafu wakiwakuta katika kosa wanaweka hasira, na ile hasira inapokuwa nyingi inazaa mazozano, na wakati mazozano inaingia alafu unapatia mwenzako talaka. Pendo ya kweli ni upendo ambayo unaitika kosa ya mwenzako, unakubali makosa ya mwenzako ili upate kujenga ndoa yako, kwa sababu kila mmoja anaweza kosea. Hata wewe mama unaweza kosea, wewe baba unaweza kosea, lakini kitu ambacho kitakachotuma ndoa yako inasimama ni kujua kulomba msamaha, kwa sababu anayekuwa na ile roho ya kulomba msamaha ana mapenzi ya kweli, ana upendo wa kweli. Kitu ya pili, kukuwa na wasiliano ya wazi mbele ya mwenzako. Kukuwa wazi ni kitu muhimu sana katika ndoa. Unajua kuna watu wengi ambao wanakuwa wanajifanya kuwa wako wazi, lakini hawako wazi. Kukuwa wazi ni kuambia mwenzako siri ambayo ilikuwa katika moyo wako. Kuna siri nyingi ambazo tunakuwa tunaziweka katika maisha yetu, na zinapovumbulikana hizo siri zinakuwa zinaharibu ndoa. Ndio maana utajikuta ni wanawake wengi walizala kabla wajaingia katika ndoa, lakini kwa sababu unashindwa kuelezea mwenzako siri na ile kukosa wasiliano, unapoingia katika ndoa, mume wako akigundua ile siri, ni hapo ni mwanzo ya kuachana, na ile inaleta ndoa nyingi kuachana. Unajikuta wewe ni mwanaume ambaye ulichumbia mwanamke ukasema kwamba bado haujawahi kuzaa, na wakati ambapo unajikuta umeingia katika ndoa alafu unaleta watoto 4 ndani ya ndoa yako, ile ni njia yapo ya ndoa kuachana. Na ndio maana kama unaweza kuwa na muda ya wasiliano, muda ya kuzungumuza na mwenzako, ile muda ndo kitu muhimu sana inaofanya ndoa kusimama, kwa sababu ungilimwambia mwenzako kabla ya yote, inawezekana angilikubali na munaishi kwa pamoja na wale watoto, na inakuwa faida kwa familia. Kitu ya tatu, kumweka Mungu katikati ya mambo yote. Wengine wanasema kwamba ndoa ni ya watu wawili, lakini acha nikwambie, ndoa haiko ya watu wawili, lakini ndoa ni ya watu watatu, kwa sababu ule watatu ni Yesu Kristo. Ukiweka Yesu katikati yenu, alafu ndoa yako itasimama. Vitisho vikiingia, utajua jinsi gani ya kupiga magoti na kumwambia, wewe ndiye ambaye uliyenipa ndoa hii, na wewe ndiye nataka unipatie jibu ya shida ambayo ninayoyapata katika ndoa yangu. Lakini tatizo ni kwamba tunapopata shida tunaendea barafiki, tunaendea bajomba, tunaendea bashangazi. Acha nikwambie, wale ambao unaweza kuwaendea hawatakusaidia, lakini atakayekusaidia katika ndoa yako
ni Mungu peke yake. Ukipata shida, piga magoti yako. Ukiona vitu haviendeke, piga magoti yako. Ukiona mke wako haeleweki, piga magoti yako. Ukiona mume wako haeleweki, piga magoti yako. Ukiona watoto haeleweki, piga magoti yako. Bwana ambaye aliyekupa ndoa akakupa watoto, ni yeye ndiye ambaye atakayekuwa na ile neno ya kubadilisha. Basi acha Mungu akubariki. Ukifuata video hii, usikose kutumia wengine, na usikose kucomment, na usikose kulike. Najua itakubariki na Mungu atakuwa upande wako. Basi Mungu akubariki.